Kila kitu bwana kwenye haya maisha kinahitaji subira. Ndio maana hata kipindi ambacho ulikuwa kwenye uhitaji wa kupata mume, ulimuomba sana Mwenyezi Mungu hadi ikafika mahali ukaona kama vile umekata tamaa, ukaona kama vile hakutimizii. Ila sasa hivi ndio hivyo, umefanikiwa kupata mume, bado tena inahitajika subira uweze kubeba ujauzito. Yaani inahitajika subira uendelee kumuomba Mwenyezi Mungu akusaidie ufanikiwe kubeba ujauzito, tena ikiwezekana kwa haraka zaidi. Lakini unajiona umechelewa, huenda ndio umeingia kwenye ndoa, sasa hivi ni mwaka wa 3, mwaka wa 4. Umepambana, umefika kila mahali, maspecialist wote na madaktari wote bingwa uzazi unawajua na bado haujafanikiwa. Nataka nikwambie tu neno moja. Katika harakati zako za kupambana, kuna kipindi utapambana sana, utakata tamaa na utajihisi kwamba hakuna tena mwangaza mbele. Ila ukweli ni kwamba mwangaza upo na utafanikiwa. Ila tu hii ni subira peke yake inayohitajika. Sio tena kutibia. Sawa, unaweza ukafika mahali ukasema ngoja ukate tamaa, baadaye utarudi tena. Ila subira kwako itabidi iwe ni kitu cha muhimu zaidi ili ufanikiwe kwa haraka. Na ndio maana yake kupitia programu yetu ya Nipo na wewe katika safari ya kuitwa mama, ipo ili iweze kukupa subira hii, lakini pia iweze kukusimamia ufanikiwe kwa haraka zaidi.